ambayo tunayo katika mkoa wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba na mimi nianze kwa kuungana na wewe, lakini na Mheshimiwa Waziri Hamisi ambaye alisema hapo awali, kwa ajili ya kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuturahisishia sisi utekelezaji katika sekta yetu ya nishati. Kama mnavyofahamu, sekta ya nishati na sekta ndogo nyingi, ikiwemo mafuta na gesi, ikiwemo sekta ndogo ya umeme, lakini vile vile na sasa hivi tunayo nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo katika sekta hizi ndogo zote, kwa kweli Mheshimiwa Rais amekuwa kinara katika kuhakikisha tunapiga hatua. Nyinyi wote ni mashahidi, mwezi uliopita Mheshimiwa Rais alipata ugeni mkubwa sana wa marais wote wa Afrika, na mkutano ule wa Afrika wa nishati ulifanyika hapa Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, na ulifanyika hapa kwa sababu dunia ilitambua mchango wa Mheshimiwa Rais katika kuwekeza katika sekta ya umeme, hususan kuwa kinara katika kufikisha umeme kwenye vijiji, lakini mkazo mkubwa alionao katika kutekeleza masuala yote ya nishati safi ya kupikia. Ndio maana heshima ile tuliipata kwa jitihada zile za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Rais amejipambanua katika sekta ya nishati. Katika mkutano ule alisema ikifika 2030 ni matamanio yake kuona tunamaliza kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji. Tanzania tuna vitongoji takriban 64 na mpaka sasa tumepeleka umeme kwenye vitongoji takriban 33. Tumebakisha takriban 30 na kidogo katika kufikisha umeme. Kwa tayari tumeshavuka nusu. Yeye wakati anaingia madarakani kulikuwa kuna vijiji takriban 4071 vilikuwa havina umeme. Lakini leo tunafurahi kusema kwamba ile jukumu ambalo tulipewa na ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha ikifika 2025 tunamaliza habari ya kupeleka umeme kwenye makao makuu ya vijiji, tumeimaliza katika vijiji vyote, na hata katika mkoa wa Ruvuma pia kazi hiyo imefanyika. Kwa hiyo kwa sasa jitihada kubwa ambazo tunazo ni kuhakikisha tunaanza miradi ya vitongoji, na katika mkoa wetu wa Ruvuma miradi ya vitongoji inafanyika. Tunayo miradi ya ujazilizi karibia katika kila majimbo ambayo na yenyewe wakandarasi wako site. Lakini vile vile pamoja na hiyo tumeanza kama serikali utekelezaji wa mradi wa awamu ya kwanza katika kufikisha umeme kwenye vile vitongoji 33, na tumeanza na mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji 20, na tunategemea ndani ya miezi miwili tutaweza kuanza na vitongoji 9000. Tutaanza kutafuta wakandarasi, na mkoa wa Ruvuma una takriban vitongoji kama 1700 ambavyo vimefikishwa umeme, na mkoa wa Ruvuma utapata takriban vitongoji 557. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi hii ya vitongoji inafanyika kwa sasa hivi. Tumeangalia mgawanyiko wa majimbo na uhitaji wake, kwa sababu ni kweli kuna majimbo ambayo yana vitongoji vingi, na mradi ule wa vitongoji 3091 tulipeleka sawa kwenye kila vitongoji vyote Tanzania. Kila jimbo lilipata vitongoji 15, lakini kwa safari hii tunaangalia na mahitaji kwenye kila jimbo. Na tofauti ya vitongoji, mradi wa vitongoji ambao upo sasa hivi ujazilizi na huo sasa hivi, ule wa zamani tulikuwa tunafanya ujazilizi tu kwenye maeneo ambayo tayari yameshapitiwa na HT line, yani tayari umeme umepita, kwa tunashusha. Lakini mradi huu wa vitongoji 9000 utakuwa ni wa aina mbili, ambapo tutapeleka kwenye maeneo ambayo tayari yana line, lakini vile vile yale maeneo ambayo hayana tutajenga miundombinu yote katika kuhakikisha tunafikia wananchi wa aina zote mbili, wale ambao tayari wamefikiwa na miundombinu na wale ambao bado hawajafikiwa na miundombinu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitoshe tu kusema kwamba serikali imejidhatiti kuhakikisha tunafikishia wananchi umeme, hususan katika vitongoji. Mkoa wa Ruvuma kwa kweli ni mkoa wa wananchi wachapakazi sana ambao wanajihusisha na shughuli za kiuchumi, na huko vijijini swala la umeme limekuwa ni la mahitaji makubwa sana, kwa sababu wananchi wengi wanataka kuongeza thamani ya mazao yao kupitia kuweka vitega uchumi mbalimbali ikiwemo viwanda vidogo vidogo, na swala hili pia na sisi tunalichukua kwa uzito wa kipekee. Na hata kwa upande wa TANESCO pamoja na miradi ya vitongoji ambayo tunaendelea nayo kwenye maeneo ambayo yana uhitaji, tumekuwa tukikaa vikao, tunaangalia mahitaji na tunaomba bajeti ya ziada kuhakikisha kwamba wananchi tunawafikishia umeme kwa ajili ya shughuli zao za kiuchumi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na sekta ndogo ya umeme, Mheshimiwa Rais amejitanabaisha na swala la nishati safi ya kupikia, na kwa kweli ni ajenda ambayo kila mmoja wetu anahusika katika kuhakikisha tunafikia mawazo na maono ya Mheshimiwa Rais ambaye anataka takriban 75%
ya Watanzania wao wamefikia ifikapo 2030 na 80% tu tumefikia Watanzania wote ifikapo 2034 kupitia ule mkakati wetu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, najua utakubaliana na mimi kwamba ni wakati sasa halmashauri zetu kupitia mapato ya ndani vile vile kuangalia swala la nishati safi ya kupikia kwa eneo mahususi, hususan kwenye mashule yetu pamoja na taasisi zile za msingi. Hoja kubwa uoga ni kwenye kuanza matumizi ya nishati ambayo ndio inaleta gharama kidogo, lakini kwa tafiti zote ambazo tumezifanya kwenye shule ambazo tumezifanya zinaonyesha matumizi ya nishati safi ni mara rahisi kidogo kuliko hata matumizi ya zile nishati ambazo sio safi, ikiwemo mkaa pamoja na kuni. Gharama zake zinakuwa kubwa, na hata kwenye shule ambazo tayari tumeshafanya miradi hiyo, takriban gharama zimepungua za matumizi mpaka 40% mpaka 30%. Kwa hiyo nadhani tu ni ile dhana ya kudhani kwamba matumizi ya nishati safi ni gharama, lakini kwenye matumizi kwa tafiti ambazo tumefanya, lakini kwa sababu kuna shule ambazo tayari tumezifanya kwenye miradi hii, inaonyesha kabisa kwamba tutaweza kupunguza gharama kwenye taasisi zetu tukianza kwenye nishati safi ya kupikia. Na ndio maana kupitia REA tuna miradi ya kupeleka nishati safi ya kupikia tukishirikiana na Jeshi la Magereza pamoja na JKT, magereza zaidi ya 300, lakini vile vile pamoja na vituo hivi vya JKT, lakini vile vile tuna shule hizi kongwe karibia 100 na zenyewe tunazipelekea nishati safi ya kupikia. Lakini kwa sababu shule na taasisi ni nyingi, tunapenda kuona initiative kutoka kwenye halmashauri pia kwa ajili ya kusaidia serikali kuu katika kutekeleza ajenda ya Mheshimiwa Rais ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya kusema hayo, mimi naomba niwashukuru wewe pamoja na wakuu wa wilaya na viongozi wote kwenye wilaya, kwa sababu utekelezaji wa miradi hii usingeweza kufanikiwa bila usimamizi madhubuti ya viongozi ambao mpo site kila siku. Kwa wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madasi na wenyeviti wa halmashauri, waheshimiwa wabunge wenzangu pamoja na madiwani, wote kwa kiasi kikubwa wamekuwa na mchango mkubwa sana katika kutekeleza miradi hii ambayo ipo katika sekta ya nishati. Na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri tunawashukuru sana, tunaomba tuendeleze ushirikiano huo. Baada ya kusema hayo